Wiki nzima hii imekuwa ni wiki ya aibu sana kwa taifa letu, lakini waliotuletea aibu hii ni wale waliojaribu kuingiza utawala wa bunduki katika Tanganyika. Hayo yalikuwa maneno ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoandika katika makala ya The Rise of the Rifle mnamo Januari 31 mwaka 1964, siku 11 tu baada ya kupangua njama za mapinduzi ya serikali yake. Hata hivyo, baadhi ya wadadisi wa masuala ya usalama wanapinga uasi huo kuuita mapinduzi kwa msingi kuwa wanajeshi waasi hawakuteka maeneo muhimu ya serikali kama vile bunge na ikulu, na pia hawakumtangaza kiongozi wao. Je, kipi kilitokea miaka mitatu nyuma kabla ya uasi huo? Tanzania kupata uhuru, wa Tanzania tunafurahia kazi nyingi tulizozifanya za kujenga nchi. Mnamo tarehe 9 mwezi Disemba mwaka 1961, Tanganyika ilipata uhuru wake kutoka kwa mkoloni Mwingereza. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akaapishwa kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika. Baada ya Tanganyika kupata huru, matarajio ya wananchi wengi ilikuwa nafasi zote za juu za utawala kukabidhiwa kwa wazalendo, huo ukiwa utaratibu uliofuatwa na nchi zote zilizojipatia uhuru siku hizo. Kufuatia sintofahamu hiyo, yakazuka malumbano ndani ya kamati kuu ya chama cha Tanganyika African National Union TANU kuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akikumbatia serikali ya kikoloni. Pengine kwa busara au kujua kwake umuhimu wa mshikamano katika ujenzi wa taifa changa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliamua kuachia madaraka na kurudi kijijini kwake kukiimarisha chama akiwa kama mwenyekiti. Alimrithi mikoba akawa Rashid Mfaume Kawawa, ambaye alishika wadhifa waziri mkuu, huko Oscar Kambona aliyekuwa waziri wa elimu akichukua nafasi ya George Kahama katika wizara ya usalama wa ndani. Uongozi huu mpya ulipewa jukumu la kuleta kwa haraka mabadiliko ya kuwatoa wazungu na kuwaweka wazalendo katika nyadhifa mbalimbali za juu serikalini. Kwa kuonyesha makali yake, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Oscar Kambona alimtimulia mbali kamishna wa polisi wa Kiingereza na kumteua Elangwa Shahidi kushika wadhifa huo, kasi hii ya Kambona ikiishitua jumuiya ya kimataifa. Mnamo mwezi Disemba mwaka 1962 kulikuwa na uchaguzi mkuu ambapo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alichaguliwa kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika. Hatua zake za mwanzoni afisini ikawa kusitisha zoezi la kuondoa kwa nguvu wazungu. Kitendo hiki kiliwaudhi wengi, hasa wanajeshi wa Tanganyika katika jeshi la Tanganyika Rifle. Hata vyama vya wafanyakazi hawakufurahia maamuzi hayo. Mwaka uliofuata, kwa maana mwaka 1964, Sheikh Abeid Aman Karume aliongoza mapinduzi ya silaha yaliyotimulia mbali serikali ya kisultani ya Zanzibar na yeye kujitangaza kuwa rais. Zanzibar ni nchi ya kimapinduzi. Hatuitoi, labda watupindue. Serikali ya kimapinduzi haichukuliwi kwa karatasi. Na vijana kujikongoja, gomani tukaingia. Mapinduzi tumeshinda, sasa tuitende. Mapinduzi tumeshinda, sasa tuitende. Siku moja tu baada ya mapinduzi ya Zanzibar, yaani Januari 13 mwaka 1964, serikali za Kenya na Uganda zilitangaza kuitambua serikali mpya ya Zanzibar chini ya Sheikh Abeid Aman Karume. Januari 16 mwaka 1964, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akasafiri hadi Nairobi alipokutana na mzee Jomo Kenyatta kujadili kuhusu shirikisho la Afrika Mashariki. Jitihada yangu ilikuwa ni kushawishi nchi za Afrika Mashariki zote, Kenya, Uganda na Tanganyika na Zanzibar, tuungane tuwe nchi moja. Kwa hiyo wakati yanafanyika mapinduzi ya Zanzibar, nilikuwa nimo kati ya mazungumzo na Kenyatta na Obote juu ya kuona kama nchi zetu zinaweza zikaungana zikawa nchi moja.
kabla ya uhuru wa Tanganyika kupatikana mpaka leo. I would prefer to call myself an African, kama Afrika ingekuwa yote iko pamoja, au angalau an East Africa. Lakini hii kugawana vipande hivi tangu zamani, I don't believe it. So nilikuwa nafanya jitihada ya kuona kama nchi zetu zinaweza kuungana, nchi za East Africa zikaweza kuungana. Wakuria wa Amara pale na Wakuria wa Kenya ni wale wale, Wamasai wa Tanganyika na Wamasai wa Kenya ni wale wale, Wahaya wale na majirani zao wa Uganda ni wale wale. Basi nifiki angalau sisi ambao tumekuwa chini ya himaya ya Kiingereza, angalau sisi hao tungeweza tukakazana tukawa nchi moja. Sasa Zanzibar inafanya mapinduzi, tuko katika hali hiyo, tunazungumza, bado tumo katika mazungumzo. Nilichomwambia Karume ni kwamba tazama Karume, hivi sasa hivi nimo na mazungumzo. Nimwambia Obote, nimwambia Kenyatta kwamba wao watakapokuwa tayari kuungana, sisi tuko tayari. Sasa na wewe nakwambia kwamba mtakapokuwa tayari kuungana, sisi tuko tayari. Karume akaniambia hivi. Maana yake nini kuniambia nitakapokuwa tayari? Niko tayari sasa hivi. Waiti watu wa magazeti waambie sasa hivi niko tayari. Ndio. Na naendelea kusema bila yeye ingekuwa hakuna Tanzania. I'm telling you the truth. Siku 5 tu baada ya kufanyika kwa mapinduzi ya Zanzibar, yaani Januari 17 mwaka 1964, viongozi wa mapinduzi walimuomba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere msaada wa askari takriban 300, kwani hali ya kisiasa visiwani Zanzibar bado ilikuwa tete. Mwalimu Julius Nyerere alikubali ombi hilo bila kujua alikuwa anajipunguzia ulinzi kwa tukio asilolitazamia. Januari 21 mwaka 1964, majira saa 7:50 usiku hivi, mkuu wa kikosi cha TR Brigadier General Patrick Douglas aliamshwa kwa ving'ora katika nyumba yake iliyokuwa karibu na kambi ya jeshi ya Kolito, ambayo kwa sasa inafahamika kama kambi ya jeshi ya Lugalo jijini Dar es Salaam. Baada ya kutoka nje, Kamanda Douglas alibaini zaidi ya nusu askari wake 800 walikuwa wameasi. Kwa kwanza alitorosha familia yake, ambapo alificha katika nyumba Balozi Ostaria mjini Dar es Salaam, kisha kukimbilia kwa afisa mwenzake aliyekuwa huko Oysterbay. Akiwa huko, inaelezwa alitafuta mawasiliano na waziri wa ulinzi Oscar Kambona kuomba kupeleka ndege 3 za kikosi cha pili Tabora kuwachukua wanajeshi waliokuwa waaminifu kwa serikali ili kuzima uasi. Kambona aliridhia ombi hilo, ambalo hata hivyo alikufanikiwa kwa kuwa wanajeshi waasi walifunga barabara iendayo uwanja wa ndege. Juhudi za Kamanda Douglas hazikuishia hapo. Alimpigia simu mkuu wa jeshi la polisi ambaye alifika nyumbani kwa makamu wa rais Rashid Kawawa na kuongozana naye hadi Ikulu kumfahamisha Rais Julius Kambarage Nyerere juu ya uasi huo. Baada ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kupewa taarifa hizo, idara ya usalama wa taifa siku hizo ikiongozwa na mzee Emilio Mzena iliandaa mpango kabambe wa kumtorosha kusikojulikana Rais Nyerere na makamu wake Rashid Mfaume Kawawa. Ani awaongoze. Baadhi ya waasi wakamtaja Alexander Nyirenda, lakini akakataliwa kwa hoja kuwa alikuwa na majivuno. Akatajwa Luteni Elisha Kavana ambaye alipitishwa kwa kauli moja. Kambona alikataa kutia saini makubaliano yoyote kwa madai kuwa hangeweza kufanya hivyo bila ridhaa ya Rais Julius Kambarage Nyerere. Kwa msimamo huo, kikundi hicho kiliongozana na Kambona hadi Ikulu, ila kilipofika huko, Sergeant Francis Ilogi aliwataka askari wake kungoja nje na kumruhusu Kambona mwenyewe kuingia ndani kumwona rais ambaye mpaka wakati huo alikuwa ashatoroshwa kusikojulikana. Baadhi ya duru zinaeleza kuwa baada ya Kambona kuingia ndani na kujadiliana na wasaidizi wa rais, walikubaliana kuambia wasi hao kuwa rais amekubali madai yao. Duru nyingine zinaeleza kuwa baadhi ya wasi hao walipinga vikali kauli hiyo, huku wakipiga wewe wakisema rais hayumo ndani ya Ikulu, muongo wewe. Hata hivyo, wasi wale waliondoka na kurudi makambini. Baada ya suluhu hiyo, waziri wa ulinzi Oscar Kambona alisikika katika redio ya taifa akitangaza habari hizi. Huyu ni waziri wenu wa ulinzi na mambo ya nje. Serikali ingalipo, kumekuwa na kutoelewana tu baina ya askari wa Afrika na maafisa wa Kiingereza katika jeshi. Baada ya kuingilia kati shauri hili, sasa askari wamerudi kambini. Hata hivyo, waziri wa ulinzi Oscar Kambona hakusema lolote kuhusu alipo Rais Julius Kambarage Nyerere. Je, ilikuwa ni kweli mambo yalikuwa yameisha? Na kama ndivyo, ilikuwaje askari hao kuwasi tena siku 4 tu baada ya kukubali kurudi kambini? Januari 23 mwaka 1964,
Majira asubuhi hivi, siku 3 tu baada ya maasi ya kikosi cha kwanza, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alijitokeza hadharani akiambatana na waziri wa mambo ya ndani Job Lusinde na kutembelea sehemu za miji zilizoathiriwa na maasi. We learned in particular that people whose responsibility it is to look after lives should not themselves engage in activities which might endanger lives. The soldiers of the Tanganyika Rifles had grievances. Tumejifunza kuwa na makosa kwa wale waliopewa jukumu la kulinda usalama wa raia. Ati wao ndio wawe wa kutishia usalama wa raia hao. Siku ya Jumatatu, jeshi la Marisa la Tanganyika bataliani ya 3 walikuwa na manunguniko yao, wakafanya utovu wa nidhamu au kile kilichoitwa uasi. Lakini ilipofikia mchana, uasi huo ukawa umemalizwa na askari wakarudi kambini. Hata hivyo, madhara yalishatokea kama matokeo ya uasi huo. Baadhi ya wananchi wakaanza kupora maduka na vitendo vingine vya kihalifu. Hapo ndipo ikabidi wanajeshi na polisi warudishwe tena mitaani kuzuia uhalifu huo. Ni katika zoezi hilo ndipo maisha ya watu yalipotea. Itakuwa ni upumbavu kusema matukio haya yalikuwa jambo dogo au hayakuathiri heshima ya Tanganyika, or that they have not damaged Tanganyika's reputation overseas. Januari 25 mwaka 1964, mazungumzo kati ya serikali na waasi yalianza kuonekana kuvunjika, ambapo uasi ukaanza tena. Je, ni nani alikuwa kiongozi wa uasi wa awamu ya pili? Tofauti na maasi ya kwanza ambayo hayakushirikisha wanasiasa wala kugubikwa na hisia au shabaha za kisiasa, maasi mapya yalitekwa na wanasiasa. Baadhi ya duru za usalama zilionyesha ushirika wa siri wa viongozi wa vyama vya wafanyakazi na askari waasi wa kambi ya Kolito. Inaelezwa viongozi wa wafanyakazi walikuwa wamepanga kufanya mgomo nchi nzima ili kuungana na askari waasi. Maasi haya ya awamu ya pili yaliambukiza pia uasi kwa maafisa wa Kenya na Uganda, kwani nao walipanga siku moja na mtindo mmoja kuangusha serikali za mzee Jomo Kenyatta na ile Uganda iliyokuwa ikiongozwa na waziri mkuu Daktari Milton Obote. Pengine kwa kusoma alama za nyakati au vinginevyo, inaelezwa marais Jomo Kenyatta na Milton Obote wa Uganda walijiandaa kuyaita majeshi ya Uingereza kuzima maasi hayo, lakini Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hakufikiria swala hilo, kwani bado hakuamini kama jeshi lake lingeendesha juhudi za kumhujumu. Ila baadaye Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuja kubaini serikali yake iko hatarini baada ya kuonyeshwa orodha ya mawaziri wapya iwapo serikali yake ingepinduliwa. Kwa mintarafu hiyo, majira saa 11:30 jioni ya siku hiyo, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimuita Ikulu naibu balozi wa Uingereza Sir Stephen Mills na kumwomba msaada wa kijeshi wa nchi yake. Bila kusita, Balozi Mills alifikisha taarifa London na kujibiwa kwa haraka kuwa maombi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere yalikubaliwa bila masharti yoyote. Huku hayo yakijiri, waziri wa ulinzi Oscar Kambona alimpa taarifa Brigadier General Patrick Douglas ambaye alikuwa katafuta hifadhi katika ubalozi wa Uingereza. Brigadier Douglas aliongoza mipango ya kuvunja njama za waasi, kwanza akiungana na maafisa wa Kiingereza waliokuwa wameingia nchini kupitia manuari ya Sencha iliyokita nanga karibu na kambi ya Kolito ambayo ilikuwa chini ya waasi muda huo. Baada ya mashambulizi ya hapa na pale, zaidi ya askari waasi 300 walijisalimisha. Katika tafrani hizo, askari waasi 5 walipoteza maisha na wengine 5 walijeruhiwa, huku katika kipindi cha wiki moja za maasi, zaidi ya raia 17 wakipoteza maisha yao. Askari waliokuwa bado mjini wametoa silaha zao kwa jeshi la polisi. Pengine wapo askari wachache ambao bado hawajatoa silaha zao. Kama hivyo ndivyo, na waomba waende wakajisalimishe katika kituo cha polisi ambacho kiko karibu nao. Mambo yote sasa ni shwari, na wala msiogope ndege na askari wanaotembea mjini. Ni dhahiri kwamba hatuna budi tuanze upya kuunda jeshi la jamhuri. Na waomba vijana wa TANU Youth League popote walipo waende katika ofisi ya TANU kujiandikisha. Kutokana nao tutaanza upya kuunda jeshi la jamhuri yetu. Kuna uvumi wa kipumbavu kwamba Waingereza wamerudi kuja kututawala tena. Nimewaomba Waingereza watusaidie kama vile ambavyo ningeweza kuiomba nchi ya jirani kutusaidia, na kama vile ambavyo nchi yoyote inayojitawala
inavyoweza kuomba msaada kwa nchi nyingine inayojitawala. Si jambo la fahari hata kidogo kufanya hivyo. Ni jambo la soni, na wala sitaki mtu yeyote afikiri kuwa nilikuwa na furaha kufanya jambo kama hilo. Wiki nzima hii imekuwa ni wiki ya aibu sana kwa taifa letu. Lakini waliotuletea aibu hii ni wale waliojaribu kuingiza utawala wa bunduki katika Tanganyika. Taa ya uhuru itaendelea kuwaka juu ya kilele cha Kilimanjaro. Uhuru na amani. Wakati wanajeshi wa Uingereza wakidhibiti uasi wa kambi ya jeshi ya Kolito, walifanya hivyo hivyo kwa kambi za jeshi za Jinja huko Uganda, na vile vile katika kambi ya jeshi ya kikosi cha 11 cha Kabarnet huko nchini Kenya. Kutokana na maasi ya Januari mwaka 1964, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikifuta kikosi chote cha kwanza cha Kolito na kuwafuta kazi askari 100 wa kikosi cha pili cha Tabora. Pia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwafuta kazi 10% ya askari polisi 5,000 kwa kushindwa kutekeleza wajibu wao. Wananchi zaidi ya 400 walikamatwa na kuhojiwa, wakiwemo viongozi wa vyama vya wafanyakazi, na wengine 500 walitiwa nguvuni chini ya sheria kuzuia hali ya hatari. Hata hivyo, wengi wao walikuja kuachiwa. Katika kuonyesha makali yake, serikali ililifutilia mbali lililokuwa shirikisho la vyama vya wafanyakazi na badala yake kuunda chama cha National Union of Tanganyika Workers NUTA kama jumuiya ya chama tawala 5. Pia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alilifungia kufanya kazi zake nchini gazeti la The Nation la nchini Kenya. Wananchi wenzangu, katika muda wa siku 3 hizi zilizopita tumekuwa na shughuli nyingi sana. Baadhi yetu tumekuwa tukishughulika na mipango mipya kutokana na mgogoro ule wa maasi, na wengine tumekuwa tukiendelea na shughuli za kawaida za maendeleo ya nchi yetu. Hili ni jambo la maana sana, kwa sababu kwa kweli sasa inatubidi kufanya kazi zaidi, ili kwanza tufidie wakati tulioupoteza, na pili tujaribu kupunguza madhara ambayo nchi yetu imepata kutokana na maasi haya ya wiki jana. Kwa sasa wajibu wangu ni kujaribu kusaidia kuirudisha nchi yetu katika hali yake ya kawaida, ili mipango yetu ya maendeleo isiharibike mno na matukio haya ya wiki jana. Pia leo nimepeleka simu kwa viongozi wenzangu wa nchi zote za Afrika zilizo huru, nikishauri ufanywe mkutano wa haraka wa mawaziri wa ulinzi na mambo ya nchi za kigeni, ili wachungue matokeo ya ghasia hizi za Afrika Mashariki kuhusu umoja wa Afrika na nia ya Afrika nzima kutokubali kupendelea upande wowote katika ugomvi wa mataifa makuu ya duniani. Japo tumeomba Waingereza kwa hiari yetu wenyewe waje kutusaidia, ni dhahiri kuwa watu waovu wataweza kuitumia nafasi hii kutuingiza katika magomvi ya kitaifa duniani ambayo hayatuhusu. Kama nilivyokwisha kusema, uhuru wetu wa kufuata siasa yetu wenyewe uko pale pale. Lakini hatuwezi kusahau watu waovu. Na tunao watu waovu wa aina hii hata hapa nchini mwetu. Katika siku chache zilizopita, baadhi ya watu wamekamatwa na polisi na kutiwa kizuizini. Miongoni mwao ni watu waliokuwa wakifurahia madhambi yale ya Jumatatu, au walioanza baadaye kuzungumza na viongozi wa maasi ili kuleta ghasia zaidi katika nchi yetu. Miongoni mwa watu hao yumo area commissioner mmoja, viongozi fulani wa vyama vya wafanyakazi na jamaa wengineo. Wale ambao hawana hatia wataachiwa, lakini wale wenye hatia hawana budi waadhibiwe vikali kabisa. Migogoro hii imeturudisha nyuma, lakini imetusaidia kujua ni nani hasa ambao ni maadui wa nchi yetu. Tumeanza upya kujenga jeshi letu, na tutajitahidi tusifanye tena makosa yale yale. Jeshi jipya litakuwa ni jeshi la watu ambao ni wenye imani kamili kabisa kwa jamhuri yetu, na watachaguliwa kwa uangalifu mkubwa sana. Baadaye mtaelezwa mipango ya uchaguzi huu inavyoendeshwa. Kwa leo nataka kuambieni kwamba nimemchagua Mrisho Sam Hagai Sarakikia
kuwa mkuu wa majeshi ya Tanganyika badala ya Brigadier Douglas. Wa pili wake atakuwa Elisha Kavana ambaye atakuwa na cheo cha meja. Tumewaomba Waingereza watuazime Brigadier Douglas kwa muda kuwa mshauri katika mambo ya kijeshi. Mimi au Vice President ataendelea kusema nanyi na kuelezeni matukio makuu katika siku chache hizi zifuatazo. Kwa sasa na waombeni wote kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo safi ili kuimarisha sifa ya nchi yetu ya kupenda udugu na amani. Kila mmoja wenu anaweza kusaidia. Uhuru na amani. Mnamo Aprili 21 mwaka 1964, Mwalimu Julius Nyerere alimteua na kumwapisha kuwa jaji mkuu Sir Raphael Witham, ambaye alishughulikia kwa haraka kesi ya wanajeshi waliotaka kuipindua serikali. Aprili 27 mwaka 1964, kesi ya wanajeshi waasi ilirindima na kutolewa hukumu yake Mei 15 mwaka 1964. Kiongozi wa uasi Sergeant Francis Ilogi alihukumiwa kifungo cha miaka 15, Koplo Alicha akihukumiwa miaka 10, Koplo Baltazari miaka 10, Private Jonas miaka 10, Private Pius Francis miaka 10, wengine ni Private Patrick Saidi miaka 10, Sergeant Lucas miaka 10, Captain Lamek Mashimba miaka 10, Captain Beito Mamlenga miaka 10, Private Damikius Saidi miaka 10, Captain Andrea Dixon miaka 5, Roger Mwamalonga miaka 5 na Private Hamidius miaka 5. Mwanzoni mwa mwezi Aprili mwaka 1964, majeshi ya Uingereza yaliondoka nchini na nafasi yao kuchukuliwa na majeshi ya Nigeria chini ya Luteni Kanali James Pam. Katika kuchukua hatua zaidi, Amiri Jeshi Mkuu Rais Julius Kambarage Nyerere alimteua Jenerali Mrisho Sarakikia kuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama. Hata hivyo, kama wasemavyo ndimi za kale, kila kovu kuwa na baraka zake, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikubali kuongeza kima cha chini cha mshahara kwa wanajeshi kutoka shilingi 105 hadi shilingi 240 kwa mwezi. La muhimu hapo kufahamu ni kuwa nchi iliweza kuunda jeshi jipya, na hapo ikawa sadfa ya kuzaliwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, jeshi linalotenda na kufanya shughuli zake kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Awadhi Rashidi, makala Kiriri cha Siasa, Arusha One Radio. Kila mtu azunguka haja yake mkoloni, kila mtu azunguka haja yake mkoloni. Mapinduzi, mwenye rungu mwenye shoka, sote twaranda njiani. Mapinduzi, mwenye rungu mwenye shoka, sote twaranda njiani.